Ingelikuwa ongezeko la Wakristo wa dini la Katoliki ni sababu muhimu ya kupeana kiketi cha kuwa popu. Bila shaka Afrika ingeonja kiketi ya upopu kwa miaka kadhaa ambapo imeweza kupita bila kupewa kiketi hiyo. Haya ni maneno kutoka BBC Media. Bara la Afrika ni moja ya kontinenti ambapo ina ongezeko kubwa sana kwa washirika la dini la Katoliki sasa hivi, maana ina 50% kulinganishwa na kontinenti nyingine. Bara la Afrika ni moja ya kontinenti ambapo washirika wa dini la Katoliki waliweza kuongezeka kwa kiwango ya juu kulinganishwa na kontinenti nyingine pale Ulaya, pale ambapo washirika pale Ulaya waliweza kurudi chini. Ripoti kutoka Vatican ilisimulia kuwa 20% ya washirika wa Katoliki wanatoka bara Afrika. Kipindi ipo hivyo, Ulaya ongezeko la washirika la dini la Katoliki urudi chini kulingana na mwaka 910 mpaka mwaka 2010. Washirika wengi walikuwepo Ulaya. Namba ya washirika Ulaya urudi chini kwa 63%. Bara Ulaya ni moja ya bara ambapo imewahi kuwa moyo wa dini la Katoliki, maana dini la Katoliki chanzo ni Ulaya. Sasa hivi inasemekana kuwa washirika la dini la Katoliki pale Ulaya umeweza kurudi chini, maana wengi wao wamebadili makanisa ama wamebadili dini, na wengine pia wamebadili kutoamini kupitia makanisa. Kwa utafiti uliweza kufanywa na watafiti wakubwa duniani, uliweka wazi kuwa ongezeko la washirika la dini la Katoliki umeweza kurudi chini pale Ulaya kulingana na pale awali. Na siku sio mbali wakardino wanakaa kwa kikao kikubwa cha kuchagua popu mgeni wa kubadhiri Pope Francis, ambapo amefariki dunia kwa miaka 88, yani 88 years, mwaka huu wa 2025. Swali ni je, watachagua nani? Ni wengi wanaotajwa kwa kuwekwa kwa kiketi hiyo ya kuwa popu, lakini miaka karibu 700 Afrika bila kuonja kiketi ya upopu. Je, Afrika ingekuwa ni bahati ya kuonja kiketi kwa miaka kadhaa ambapo imeweza kupita? Na je, wakardino watabadili historia au wataweka mzungu kama kawaida? Maana Pope Francis ambapo amefariki dunia akiwa kwa kiketi hiyo ya upopu alikuwa mzungu kutokea nchini Argentina, na kikubwa Pope Francis aliweza kuweka ongezeko kubwa la wakardino kutokea Afrika ndani ya mataifa ya chini ya Equator. Je, Afrika wanaweza kuwa na cheo kikubwa pale Ulaya ya kuwa popu? Kabla ya kuendelea, tafadhali ona vizuri kama unaweza kufinya subscribe na ukaweza kufunga alama ya kengele kwa kupata habari zetu zaidi. Also 7 Media OM. Asante. Ni swali la kila mtu hapa Afrika la kurejesha majibu tofauti. Father Stanishilu, moja ya mafadha kutoka nchini Nigeria, akawa mwalimu ndani ya University of Deboa in America, aliambia media kuwa huu ni wakati mwafaka wa Afrika kupata kiti ya popu. Bila shaka itakuwa kitu cha ajabu sana duniani. Hili ndipo litaweka ukweli wa dini la Katoliki tangu Pope Francis achaguliwe mwaka wa 2013. Kama vile nimeweza kuambia jinsi Pope Francis aliongeza namba ya wakardino wanaochagua pope wa Kiafrika. Ila hiyo sio sababu muhimu, maana kuongezeka kwa wakardino haimaanishi kuchagua pope wa Kiafrika. Ni mengi yanayofuata kwa kuchagua pope. Tufuatilie kwa kujua mengi zaidi kuhusiana na keti hiyo ya kuwa pope. Asanteni sana. Also 7 Media kama kawaida. Shalom shalom, tunawapenda sana. Tuachie maoni yako hapo kwa comment section. Bye bye.